Ni mwenye kwa siamini mwanangu nitakuja kumwona mzima. Sababu alikuwa hawezi kabisa kula chakula kwa mkono. Kwa nalisho kwa mpira ikoroga kwenye kombe cha uji, analisho na mpira ule uji mpaka anamaliza. Kweli bado zinahitajika mwanangu mpaka sasa hivi hasikii mawasiliano chini. Hata anapopata haja kubwa au ndogo haelewi. Changamoto ninayoipata mimi muuguzi kuhusu pampers, manake mtu inabidi avalishwe pampers. Sasa natumia nguo. Baada ya kuripoti habari ya dada Agnes ambaye alipata ajali ya gari mkoani Mbeya na kumsababishia ulemavu wa viungo vyake vya mwili, ambapo alitueleza kuwa katika ajali hiyo alivunjika mbavu 4 na uti wa mgongo. For the families tukafanya jitihada za kufuatilia kwa undani habari hii ya kusikitisha ya binti Agnes Steven, mkazi wa Tinangali West jijini Dodoma, ambaye kwa miaka 5 sasa hajaweza kutoka nje kutokana na majeraha makubwa aliyopata katika ajali mbaya ya gari huko Mbeya mwaka 2020. Tukafika nyumbani kwao na kuzungumza na wazazi wake walogubikwa na simanzi na majozi makubwa kwa hali ya mtoto wao. Mimi naitwa Miriana Paulo Mogwa. Mimi ni mkazi wa Dodoma. Nauguliwa na mwanangu alipataga ajali 2020 Mbeya huko. Nikawa nimempata, nimempeleka Dar es Salaam Muhimbili. Tulikaa kama miezi 3 tukawa tumeruhusiwa mwezi wa 4 tarehe 15 hivi. Katika corona ilivyoanzaga wakasema mimi nikikaa wodini huko naweza nikapata madhara, manake nimekuwa mtu mzima. Tukawa tumeruhusiwa sasa kwamba turudi Dodoma, ilishindikanaga manake mgonjwa alikuwaga hawezi hata kukaa. Manake hata kula alikuwaga anakula kalala. Ikabidi tukapata mfadhili akatupangia gesti na akanichangia hela ya kununua kibasikeli cha kufanyia mazoezi, hatimaye apate kuzoea tupate usafiri wa kurudi nyumbani. Sasa changamoto hizo kwa kweli bado zinahitajika. Mwanangu mpaka sasa hivi hasikii mawasiliano chini. Hata anapopata haja kubwa au ndogo haelewi. Changamoto ninayoipata mimi muuguzi kuhusu pampers, manake mtu inabidi avalishwe pampers. Sasa natumia nguo. Nguo zangu hivi vitenge ndo nakunja, nafanya pampers ya kumvalisha. Changamoto hizo ndo nilizonazo. Mimi mwenyewe mbovu, nilipataga ajali nikavunjika mkono. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sasa nasikia maumivu makali. Kama mkono hauwezi hata saa nyingine kumhudumia, lakini nitafanyaje? Itabidi nipambane na hali nilionaye, nitamwachia nani? Bali tu kwa kweli na mimi huwa namshirikisha Mungu kila wakati. Nasema Mungu, wewe ndio unayejua majukumu nilionayo. Nitetee kwa kila jambo, hatimaye mwanangu labda huenda anaweza ukamsikia kilio chake, akaamka. Niweke ujasiri tu kwamba niwe nipo kila wakati na kila muda. Na vipi kwa upande wa changamoto za hapa nyumbani, kwa upande wa kumhudumia chakula, marazi, mtoto ambaye ni mjukuu wako shule, inakuwaje hapa? Kwa kweli changamoto hizo ndo zilivyo hivyo. Hata hivyo namshukuru Mungu, mama mtu anapambana. Manake huko alikokuwa anaishi na wenzie vizuri na namba zao za simu anazo. Huwa anawapigia, saa nyingine wanampiga tafu. Kama wamepata kitu wanampiga tafu, anatuhudumia. Hata sisi wenyewe hapa nyumbani kwa kweli changamoto ya chakula. Hata malazi yenyewe inatakiwa mtu alalie godoro lile ambalo halibonyei. Akilalia sehemu imebonyea anasikia maumivu makali sana. Lakini ndo changamoto hizo nilizonazo. Tunapambana tu hivyo hivyo, unakaa mara ugeuze godoro labda limebonyea, uligeuzie upande mwingine labda inuke. Lakini tu lazima patabonyea tu. Manake yamechoka, hata magodoro yenyewe yamekuwa ya miaka mingi. Lakini tutafanyaje na hali ndo ilivyo. Naye tu anapambana na kuvumilia jinsi ilivyo. Baba mzazi wa Agnes naye ameongezea kuwa ajali hiyo ilivunja ndoto zao kubwa walizokuwa nazo kwa mtoto wao. Mimi ni baba wa Agnes. Naitwa Steven Sunyai Mlungwana.
Mwanangu alipata ajali mwaka 2020. Alikuwa Mbeya kihangaika kutafuta maisha. Pinduka na gari kwa tarehe 30 kwa tarehe 1 kauta mtebe ameshapata ajali hiyo. Basi tumeendelea wakatoka hapo kwenda Mbeya, akamkuta mtoto yuko hoi asemi. Aliondoka hapa mama na kaka yake huyo. Kweli walikwenda Miku, niko natoa tu machozi, sijui mwanangu anasemaje, wasema hawasemi, haongei. Na ni kweli hajaongea kama siku 14 kwa ujumla. Walimkuta pale, wakakuta wenyeji, wakawasaidia. Lakini bado kutokana na hali ya unavyoiona hapa ya kimaskini, walienda tu hawana hata hela. Kufika pale tutafuta kila njia. Kimba mdogo aitaiti hiyo jina langu kiume akaenda kwa mkuu wa mkoa. Wakati anaitwa kwa mkoa kwa Makala. Alienda akaomba msaada kwa Makala, kwa mkoa akamsaidia kutafuta gari. Walipata gari ya kwenda Dar es Salaam. Hata hivyo walipobwana hiyo waombe hela hata kuchangia kwa mafuta. Mtoto amefungwa kitambaa shingoni, akawa hawezi kuongea lolote lile. Kwa kweli wateseka sana. Dar es Salaam wamekaa, wakawa wanalipa chumba kule sio 30 kwa kila siku. Hela hamna. Lakini kwa uwezo wa Mungu watu walisimama katikati, kitokeza akawa msaidia mama huyu na mgonjwa wake. Huyu kijana wangu naye tu akawa anahangaika huko, hatimaye pata majamaa na marafiki kule Dar es Salaam. Akilala kwa huyu, kesho anaenda kwa huyu, wakati wanakula chakula. Lakini huyu mama akapambana kulala nje mchana kutwa nzima. Hatimaye ndio akaruhusiwa baadaye kwamba nafasi kidogo corona imeshaingia mjini Dodoma. Ni mwenye nafasi ya mnika mwanangu nitakuja kumwona mzima. Sababu alikuwa hawezi kabisa kula chakula kwa mkono. Kwa nalisho kwa mpira ikoroga kwenye kombe cha uji, analisho na mpira ule uji mpaka anamaliza. Kwa hiyo changamoto alionao sasa hivi kama alivyoongea mzazi mama Agnes ni kubwa. Na mimi kwa sababu ni mtu wa kiume, kimama anapata maumivu makubwa sana. Sababu kama Pampers moja msaada kwa huduma, lakini sasa Pampers hamna. Mama huyo amejitahidi kwa kila njia akipata Pampers moja, kisa mpaka ameanza kutoa nguo za nyumbani za sandukuni kumbalisha mtoto zinakwisha. Sasa tunachoomba ni kwamba asante kwanza mnapotujia watu wa vyombo vya habari, pia Mungu awajalie kwa hilo. La msingi ni kwamba tunaomba msaada popote pale wanaposikia ninapoongea sisi wazazi wa Agnes. Mimi mwenyewe ninavyoongea hapa sina uwezo, wasiwezi kufanya kazi au uwezo kani kwa nipate kipato cha kumsaidia mwanangu. Niwaombe Watanzania wenzangu pale mahali pote walipo, wanaponiona, wanapotuona mwenzangu na mtoto wetu, waweze kusaidia. Atakayeguswa kadri ya uwezo wake, Mungu atamjalie basi watusaidie tuweze kumsaidia mtoto huyu. Hata akiwezekana mtu apatikane kwamba mimi nampeleka India kwenda kumtibia ili apate kutembea, tutashukuru. Yote ni uwezo wa Mungu atakapomgusa. Sababu huyu mtoto angepata huduma mapema pale, sasa hivi angekuwa anatembea. Sasa zile bima tunapoenda pale hapo jeno, kuna kitanda tu ukisimamisha hivi bima za 1500 zile. Wao kitanda kimfunga anasimama labda kama sali moja na nusu saa amtemsha. Sasa huko kote kumepoa. Kwa hiyo niombe kwamba kama mnavyoona picha yake ndivyo ilivyo, na mtoto anamuinua mtoto wake ambaye ni darasa 7 anamuinua kama mlivyoona waandishi wa habari hapo wamekuja wameshuhudia. Mtoto yule anainuliwa na mamake, mtoto anamuinua mamake wampeka ndani. Hivi hivyo ndio wanafanya na bibi yake. Kwa hiyo niombe msaada wenu wenzangu, mnapo pale popote mlipo mguswa, mimi nitashukuru. Kama nilivyosema, jina langu naitwa Steven Mulungwana Sunyai. Aidha, wazazi hao wameeleza namna ambavyo maisha yao yamekuwa magumu, hivyo wanaomba kwa Mtanzania yoyote atakayeguswa kuwasaidia kupitia namba 0746437929 0746437929. Jina ni Melina Mogwa.